Amen. Happy New Year. Happy New Year. God bless you. Niseme hata mimi pia na furaha kwa sababu ya mwaka wa 2026. Praise the name of the Lord. Kwa kweli naona ni upendo kubwa Mungu wetu. Thank you for all the service that have come here. Thank you for every son of 2025. Praise the Lord. And thank you about also the son of 2026. Na nimeona pamoja nangu nisikia mshirika hapa siku vile sasa hivi kumi hivi kuonyesha kwamba Mungu ako usipuuze kitu kama hicho. Mungu anatoka pamoja nasi tukiendelea kutembea kwa sababu Mungu wetu. Praise the Lord. Pia tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya Bwana kuposikia hilo kama mtume kwa pamoja na kuomba nasema kwa sababu umeajiriwa na Mungu wasema asante kwa praise the Lord. Na kwa hapa leo tulichoma katika Bible study na vizuri kwa sababu praise the Lord. That is also one of the reconnects.
Aku possa hawa hivi wanaweka hawa wanapatia Nasa mwingine tukiwa wao so turuhusu na wakati internet mbaya na Mungu wa Kenya kwa chini ya na presence of God in us. So as I was meditating upon the word of God, nikahisi kwa sababu Mungu anataka watu tuwe wana kutegemea uwepo wa Bwana wa praise the Lord. My message for you today is God stop us na give us life. God stop us na give us life. Stop over you. Stop over your life. Check yourself. Stop over. Is a temporary interruption. Yani niko katika safari. Na safari ndefu. Na sababu safari ndefu. Unalipa wakati kwanza. Unalipa wakati wa kumsika kwa safari. Inaitwa stop. Barabara ya safari mabasi au wamewafariki wamesafiri na ndege kwenda Nairobi ukitaka umeingia na sasa kusema sabini
Na katika Bible na watu hao wanafanya hizo tofauti. Kisha maisha hapa. Hapa alikuwa anafanya tofauti. Safari haiko wazi mpaka kwa miguu katika mshahara na so focus. Sikawa kama pia alikuwa pia na tofauti zake. Yeye alikuwa na tofauti. Aliye kwa msia pauti. Hapana saidia leo. Hii maneno ya sababu kwa Bwana Yesu. Pia ndio kanisa. Dia alikuwa analetea baba yake ripoti yake. Why was it? Mpaka siku ile hata kabla
Hiyo swali sasa kulingana na hilo lakini wewe ndio hapa kwa mtu wewe akaona na ndio sema liona mwezi Jacob na ndio liona chuo liona Jacob liona mwezi ndio mama taona ni 11 ambazo ndio kwanza ndani. Sasa wakati sasa hiyo wakati ni sasa baba yake anasema sana, lakini Biblia inasema ukienda usome ukosa kumaliza ujumbe wa leo. Ukienda usome katika kwamba wao wanasema sana, lakini baba yake aliweka hiyo katika praise the Lord. Hii mambo ya dhambi anapewa ndoto na Mungu na hata anapewa uwezo wa kutafiti hata kwa kuongea uongozi. Nataka kusema sasa wewe ndio utatawala sote. Mimi kila mmoja atafanya utawala. Alikuwa anapewa hiyo ndoto ili preparation ya kwamba kuna siku moja atacontrol the world resources. Praise the Lord. Kuna siku moja atacontrol the food program ya dunia yote. Ndio anapewa hiyo ya tano. Hii ile anachukua mwezi na nyota. The Bible says in the book of Genesis that God created the sun to rule the day. Who is to rule the night? The moon to rule the. So the rulers of the day and the night are in Genesis chapter 1. Kwa hivyo hii ndoto inaashiria ya kwamba huyu Yesu one day he will be the world ruler. Atapewa praise the Lord. Kwa hivyo ndoto za Joseph zilikuwa bali wanasema my dream bali hata kama hawajusaka wanatoa bali siku moja atakaliwa na yeye. Praise the Lord. Sasa wakati anayokiwa yeye the stop kurudisha na hapo kwanza alisimama ilikuwa a place na sasa ikafasiriwa inasema strength. Neno sasa means strength. Ndipo pale Joseph alitumwa na baba yake aende kuuza wale ambao walikuwa na mfuko. Joseph akatoka nyumbani. Ripoti ya baba ilikuwa nenda uangalie na uchunguze hali ya kuuza. Hiyo sasa Joseph akaanza safari. Lakini wakati alifika huko Biblia ilitendeka. Wakati alifika huko na ndugu zake walisema hiyo ni prima. Watoto ndiye huyu amekuja. Kwa sababu sasa papa alipo karibu ni sisi na yeye
lupakan bahagia. Jadi kita orang tulus di dalam terus. Nama kita terus yang ini. Yang kalau kita kawan, nah kita itu apa? Masih kedua. Jadi kita unasi kamu. Sasa hiyo wakaona amekuja na baba yake hapa karibu, wakasema we must kill him today. Praise the Lord. Joseph is going to die because of his feet, because of the life of his father. So what happened? Na huko mkubwa wao ambaye anaitwa Reuben, kuna Reuben katika kanisa. Praise the Lord. Wakati waliona akikuja, sababu wakasema let us kill the boy. But this man, Pastor Reuben, ambaye alikuwa haraka sana, akasema hapana, tusimwage ndani. Bila tutafanya kutafuta pahali ambapo tunaweka na tukuweka hapa kuendelea shughuli zetu. Biblia inasema Reuben alikuwa anawaambia hivi ili baadaye amuokoe. Praise the name of the Lord. Nitakujalia shida ya Mungu kwa huo mpaka. Reuben was a pastor, so he had all the authority over the others. Badala ya kwanza usiue, weke kwa fimbo, atuamie baadaye muokoe, badala ya yote. Why do you start as the pastor with all the authority and say he is our brother? Hatutamuua. Praise the name of the Lord. Tutamwachilia huko baba na atoe authority. Sio anajua kwa sababu yeye ndio mkubwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Who is Reuben? Reuben, in that story, God was saying to me that Reuben was those people who have spoken before, had goodness. Wakona uzuri, no kitu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kufanyia mema, no kutenguka hivi. Wao hapo katikati. Hawataki kuua, lakini hawataki kuokoa. Praise the name of the Lord. Anataka hapo katikati. Katika hii kwa ya second, maana tunaambia kuhusu sisi wenyewe. Katika hii kwa issue, there are some people will be united. Kama watu watajiunga pamoja in hatred against him. Like this is what this brother did. They united together. All of them were hatred Islam of Joseph because of his community. And Reuben became authority, putting start up of him. Akatoa authority na atoe onyo, aseme huyu akiruhusi. Bwana Yesu asifiwe. So Reuben start for those people who should have heartedness kwa kutusaidia katika nyumba ya Bwana, katika mwili wa Kristo. Tunaweza kukutana na watu kama hapa. Kwa hivyo kama umekutana na wao, ama umekutana na wao na kingine kinatokea, ujue jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kufanya ni kwenda mbele za Mungu. Kusema Bwana, nimechukiwa na ndugu zangu, vile nimechukiwa kazini, vile nimechukiwa katika biashara, katika familia, katika kijiji, lakini kama vile nilikuokoa Yusufu, najua utaniokoa. Praise the name of the Lord. Naenda kwa haraka. Wakati sasa walikubaliana wamweke kwa shida yenye haikuwa na macho. The Bible says, "You are the lead." Immediately they did that. And they started down the beach.
walipoweka mashine atuwaelekee wakuu, mumefanya hila zote, mnataka kuangamiza Islamu, sio hapa tuite bado wale iko wanakula na nikueni nataka kuua ni God helps. Bwana Yesu asifiwe. Mkatokea another brother kwa Juda. Hata hapa kwa kanisa hilo na Juda. Juda alifanya hesabu. Nasema hapa ngoja denge wawili na mchele moja. Praise the Lord. Hapo kuna kama vile Mungu anasema mwaka hiyo usimbane. Acha kuuza Mungu jamaa. Kwa sababu tukibwaga damu hiyo ni violence. Na kitu kitatokea. Kwa hivyo hata kufanya hivyo. We get rid of him kabla kuchagua. Na katika hiyo hali tuzokomeka. Kuna kitu kitapata. Mara Juda alipanga biashara. Kuna kitu anataka. Yeye anataka pesa. Na hataki kubana ndani. Praise the name of the Lord. This is what happened to Joseph. Kwa wakati huu inaweza onekana Joseph hapa anapata usaidizi, lakini ulikuwa mpango wa Mungu. Praise the name of the Lord. Ule mpango wa Mungu wa kuweka kwa shimo, mpango wa Mungu hata wa kutolewa kwa shimo, kwa sababu walipoona wafanyabiashara walikuwa Ishmaelites. Hapo ndipo Juda alisema tusimwache damu, bali wacha tumuuze yeye. Na ni kweli walimuuza, hiyo pesa wakagawana mpaka wakafika ukamani. Praise the name of the Lord. Getting rid of Joseph. Hiyo ndio ilikuwa madugu ama vitu kadhaa wamepanga. So in essential, katika history of God, uwe unakumbuka mabaya. Uwe unakumbuka mabaya. Katika history of God, na Joseph, that people will be united sometime. Israel. Itatokea wakati mwingine watu wataungana na wakachukia na kufikiri kwa nini wanakuchukia. You don't know even the reason why they are deciding. You tell them about the ideas. You tell them about what you want to do. Na mubali wote wakikuwa alisema si wote wanajua maoni yao. Hiyo uko nayo. Ni Yusufu kalikosea. Anaoka anakimbia. Anapeana ndoto zake. Sio watu wote wanaeleza mipango yote yako uliye nayo. Praise the name of the Lord. So in this October, may God help us. Wakati wetu na hisi ya kwamba tunatakiwa Mungu atusaidie vile tutafanya tukiwa ndani yake. In this October, there will be people in a position to help you, but they choose not to help you. Think about why you are here. People are in a position to help you. Hapa vile ndio. Kwa sababu wanasaidia. Lakini anachagua hata sisi. Wakati mwingine unajikuta kwa hapo kwa sisi. Ndio watu wako uwezo. Na unaona kitabiri ya kwamba wako na uwezo. But they choose not to help you. It is a problem. Haujaitwa hapo. Safari hataishi hapo. Hiyo sio destiny. Hiyo inaitwa stopover. Praise the Lord of the Lord. Wakati ambapo uelewi ni nini kinaendelea, unawekwa kama kiasi. Just a stopover. Your destiny is still to come. Asifiwe Bwana. The second stopover inaitwa podcast house stopover.
Hiyo yote ya session, nenda usome vizuri Genesis na yote, kwa sababu kundi yote ya Joseph iko hapa. Hii nayo utaipata katika Genesis na Nehemia. Watu wana hapa 23. The Bible says, after Joseph was sold by his brothers, alienda akanunuliwa kama slave na tajiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa Potifa. But the good thing, Bible inaongea hapa ni kwamba aliponunuliwa na Potifa, the Bible says, but God was with Joseph. The presence of God was with Joseph. Praise the name of the Lord. Ukatika hapa tumeambiwa God's presence will be with us. Popote tuendapo, Mungu atatangulia. Jesus will go ahead of us. Akiona shimo, atatusaidia kuepuka. Akiona mikao kwa sababu ako mbele zetu, atajua vile tutafanya nasi. He will go ahead of us. Joseph, in this performance, entered Potiphar's house with God himself. Bwana asifiwe. Tunajua ni nini kinaendelea huko kwa Potifa. Here there is a slave man, completely trusted by his master, Potiphar. He trusted Joseph. Alikuwa amemwambia kila kitu. Alikuwa amemwambia yote ambayo hapa kwa nyumba yake na biashara zake na ukulima wake iko mikononi mwako. Lakini mke wako hata katika mikononi mwako. Lakini mambo mengine yote. So Joseph was in charge of their affairs. Praise the name of the Lord. But he was still a slave. Aliuzwa. Na huko kwa Potifa ni slave bado. Hata kama amefanya mkubwa. You all know what happened to Joseph. He made this man master Potiphar. But the devil is still the devil. Yule shetani ambaye alikuwa anataka kukamiza heshima. Yule shetani alikuwa anataka kuangamiza barabarani wakati alinunuliwa na Ishmaelites. Wakati Joseph aliingia kwa Potiphar's house, aliingia na watu. He was a man of integrity. The devil wanted to destroy him in Potiphar's house through his Potiphar. Hiyo swali tunajua tunasikia kwa ndani sana sababu tunajua hiyo swali. In this Torah, we are Potiphar's house. We are the Torah. We are something. Najua hiyo ni story ndefu sana Joseph. That's why I'm summarizing everything. Praise the name of the Lord. Nyakati zingine tunapata kitu kinaitwa adverse circumstances, mambo ambayo magumu hatuelewi. But we are supposed to look ahead and glorify God. Hata kama tunapitia magumu kama huyu Joseph, we still have to glorify God. Because wakati Joseph alikuwa tempted by Potiphar's wife, Joseph alimwambia, I cannot do that to sin against my God. Praise the name of the Lord. Yes, somebody who is not free, but he knows that I need to glorify my God in whatever circumstances. My God must be glorified. I will start with the second God. He has never forsaken me. Pengine Joseph alikaida maisha yake kutoka siku ile alitoka nyumbani na pia alifika kwa Potifa akaona uaminifu wa Mungu. Alafu
mama anakuja hapa kujaribu kumletea temptation. Joseph said no, because he chose to glorify God. Bwana Yesu asifiwe. We learn that sometimes before we make an advancement come. Lord God, advancements come before advancement. Kama ukapiga hatua ya baraka zako, kuna mambo yatakuwa mbele. Hao ndio mambo magumu ambayo yanamtia mtu wa Mungu. So Joseph, we learn, though there are temptations, sio lazima kufikia hiyo temptation. So in days of power, be sure that you are tempted, be sure that you have inside what was out, but God will always help us and will always create a way out. Bwana Yesu asifiwe. The devil failed to ruin Joseph through his brothers. Now, he used the scheme of a shameless woman. Mama tajiri, hakuna kitu wachoza. Kwa hivyo serikali aliona nimeshikwa na pesa kupitia ndugu zangu. Wacha nijaribu kupitia huyo mama. Joseph passed even these things because God was with Joseph. Praise the Lord. Potiphar was not prosperous because of Joseph being there. He was prosperous because of the God of Joseph. The God of Joseph was the one who made Potiphar prosperous. That one is to love. Our God has not promised us a trouble-free life. Hakuna pahali Mungu amesema hatutakuwa na shida. After Jesus said in this world, you will have a lot of trouble. That's what Jesus said. Our God has not promised us a trouble-free life, but He promised to be an ever-present help in time of trouble. That is some of the six. Whatever was here, verse 1. He is an ever-present help in time of trouble. So when you come to trouble, you wonder what is happening. Know for sure that God is an ever-present help in time of trouble. Praise the Lord. Also, when we read Isaiah 43, if you walk through the fire, if you pass through the water, do not be afraid, because I will be with you. Tunaongea kuhusu the presence of God. God promised His presence. He was with Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace of fire. He was there. Mungu hakuja kuzima moto wa wale ndugu zetu. He had all the power to quench that fire, to extinguish that fire. He had all the power, but he chose not to. He allowed Shadrach, Meshach, and Abednego to show his power. Ya kwamba unaweza kwa moto ichome kama zile zilizofunga, lakini hata nywele yako moja haina kuhusu na moto ama hakuelewa kuchomeka. That's what the Bible says. Because He promised His presence. Can the Lord who created the fire Himself be burned by that fire? No. Father, God was the creator of this solution. And no power. He has the power of the fire. He has the power. I can disorder every room. Kaya yung room, kaya yung room. Praise the name of the Lord. Not possible. Because He's the one who created the universe. He is the God of the plants. Praise the name of the Lord. Na mtumaji mmoja alisema kwa wimbo wake, akisema Father, you are king over the plants. Na
When the oceans rise and waters roll, I will soar with thee above the storm. Father, you are King over the light. I will be saved. My grandma's in Christ, though His heart in quietness, when the ocean cries and the storm, I will go with you above the storm. Father, you are King over the light. Praise Him. He is a king over the light. I will go with you above the storm. Kuna upepo unaweza kuchukua Mungu wetu. He is a king over all these areas. May God help us. God must be glorified all the times. If heaven says to you and worship, they are to make you strong, to make you reliable, not to destroy you. All these things were not to destroy Joseph. Ilikuwa zinatakia kumwinua na kumsukuma kwa destiny yake. Praise the Lord. How are we? Tunaelewa vizuri hapa kwamba adversity ni kitabu kusukuma kukuelekeza kwa your destiny which God has already prepared for you. As the life of Joseph can help us to understand that. Then we come to the last one. Let me come to the last stopover. The prison stopover. Yesu anasema ukaingia kwa Potifa, huko Joseph akashinda kwa sababu hakuwa amewekwa hiyo stopover ili ashinde ili aanguke. In prison, the Bible still open with the word, but God was with Joseph. Wakati mama alikuja akaambia Bwana, huyu kijana mleta hapa, tukamwinua sana. Na maneno alikuwa nayo alikuwa mchana. Biblia tu nilikuwa na kumbukumbu kwa yeye. Kila kitu alikuwa Bwana. Biblia mimi ndio ndio hivi. Nasema ogole yake kwa ya poni. Nikatumia nguvu zangu. Na hata nilianza kipande kwa yake. So I never from this board. Sasa kwa nini ambapo ndio haya Yesu asifiwe. Wamama bwana asifiwe. Wamama wa kanisa letu ni asifiwe. Praise the Lord. Yesu asifiwe. Na wakati tunaongea huko hapa kuhusu bibi ya Hana. Bibi ya Hana alikuwa amepata mwana yote. Anaonekana ndipo sababu sasa hii bibi ya Hana nakuja kuambia bwanake amechanganyikiwa sababu mambo hayaenda vizuri. Namwambia wewe unataka kucheza na Wayahudi. Mtu akicheza na Wayahudi ndio anapata. Hivyo ni wazi. Praise the Lord. Na pia mzee mambo yake imeisha sana. Sasa huyu mzee alikuwa amekuja nyumbani. Apokee pole. Hapo ndio mambo ya watu. Nikiangalia kule kuna mtu badala ya kukualika na maneno kama haya kabisa sasa wewe umeamua kupigana na Wayahudi. Hapo watu wakati umeanza siku ya leo. Kristo ni ndani. Praise the Lord.
Nada kila hapo tena hapo ni kwa vitu zake sitakula leo neke kuna ndio skuli kuna hapa sina walimu nakashaka nilikuwa nataka hapo nimepakana na yeye unikwalishie maji kuniambia atiniuliza baba zake hata nipatia pesa ile ndio kada ndio kita berapa na kama kabisa hiyo ndio kufanya usiku na saa hiyo alikuwa kwa kitabu akiangalia ukuta unaingia kwa kitabu na ameweka kwa ukuta hapo tunaangalia. Praise the Lord. Kabla ndio tutapaka ndio maneno shaka itakuwa yale. Jamaa msema sana. Bwana asifiwe. Lakini hiyo ni mambo yote tungeleta. Praise the Lord. Sasa huyu mama mwingine hapa akabia Joseph anakataa. Hapo mzee mtoto ni hatari. So wasanakia kudebate hata ukikuta mimi nimeuawa support kwa hasira zangu akaleta Joseph kwa kusikizwa kwa kuelewa na awali. That's what the Bible says. But God was with Joseph. And you see how God is moving. In the pit, God was with Joseph. Akamtoa. In Potiphar's house, God was with Joseph. Akamtoa. Here in prison, Mungu wetu alitia katika jela. God is not limited by walls. He can enter any place. Anasaidia siku ya kutekeleza leona hata kama moto anaingia. Yeye ni Mungu. In prison, Joseph, in days of power, the Bible says he had favor with the prison officials. One officer, Wajea, Bible inasema they favor ama alipata kibali kwa wao na akapewa kazi ya kuangalia watoto wale kile na maslahi yao ya kutokea. Basi nilikuwa naangalia hivi. Hata kama kesho tutakuwa na tena. Wasije tu. Kanisa kwa wasije. Yes, you come tell me I'm the head of all the other Christians. But I'm still a Christian. Sijajiliwa. Bado mimi siko free. I'm still there in prison. Like the others. Bwana asifiwe. Nilikuja kuhubiri. Kuokoka. Na kuwa mgonjwa. Na kuwa yote kwa kiasi kingine. Authority ni muhimu sana. Lakini you cannot exercise full authority if you are not free. Kama hujaenda huko, huwezi exercise full authority over the power of darkness. If you are not yet set free, praise the name of the Lord. Because Joseph is still in jail. Amepata kibali. Lakini hii kibali ya kukula chakula bora. Hii kibali ya kulala mahali pazuri kwa jela. Lakini still in prison. Wakati na hii haifanyi Joseph akasalije. Though a priest by himself, he made start to the other mission. Genesis 41:1-2. Lakini tusome hivi. Kwa sababu ni muhimu sana. Genesis chapter 40 verse 5-8. Harakisha mjaweza kuisha. Mwanzo
5:8. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji na mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona mfadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akasema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kufasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Tafadhali mniambie. Praise the Lord. Joseph is in prison, but he is still the Joseph ambaye alikuwa mzuri. Ako kwa jela na hapa watu wawili wamekuja. Mmoja ni yule ambaye alikuwa anapikia Farao mkate. Mwingine ni yule ambaye alikuwa anashika kikombe cha divai cha Farao. Wamewekwa ndani ya jela. Wamewekwa mtaji wale ada ya Joseph. Wakaona kwa kila mmoja. Hizi ndoto zikawasumbua. So the following thing, as Joseph wanted to know, hali ya wakubwa iko namna gani? That was his thought. Hali ya wakubwa iko namna gani? Hawa akanotice nyuso zao zilikuwa zimekujana. They were sad. Walikuwa na hofu. Nyuso za hofu. Praise the name of the Lord. How can you, as a prisoner, still have mercy, still want to know about the condition, about the affairs of the heavens? Hapa ndipo tunaandika wapendwa. Hapa ndipo tunaandika. May God help us to give us grace. Minister to the needy, giving them hope, while we are ourselves happy. About spiritual. When ndani ya shida na hata mtu tunataka kwa hiyo shida na mnagani, lakini tunataka kujua ndugu yako, dada yako, ni nini inamsumbua. Praise the name of the Lord. Niliona maajabu on fast. Nilianza kuona Mungu na maajabu. Niruhusu nisimamie maajabu gani? Lakini wengine Mungu atasaidia. Praise the name of the Lord. Somebody who is really hurting. Really hurting. Para na kuwa kwa sisi. Really. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu ninamjua mimi ndani yake even more because I know the problems inside of me. Whatever you wanted, sikiweza kumtoa kwa shida. Yeye yako ndani yake ili tunaomba Mungu sana. Mungu ameanza kumsaidia. Praise the Lord. But hata mimi nilikuwa nina heart kwa sababu ya what she is going through. Na my inability to help her. Inaongeza hiyo heart. I stood there. Na kuchoka yote ya kesho. Kusimama kwa sababu hata sikeketi. Nimedisi. Woman of God. So I stood for almost 1.5 hours in the building. Mpaka nikasikia huko nimeanza kuumwa. But because of what I was ministering, nilikuwa nataka nione huyu amekuwa released. Praise the name of the Lord. Mwenye alikuwa anasema umefika mwisho, umefika mwisho. Tuliachana
akisema namtegemea huyo Mungu, nitampenda huyo Mungu, nitamtegemea huyo Mungu. Praise the Lord. Yesu asifiwe. Sasa alipoenda ukipiga ile simu ambayo unataka kujua kama kweli amefika ama kuna kitu amewasa. So nilipopigia simu niambia mimi leo nitaenda church na nilianza maombi na nitatoka hapa kwa church mpaka Mungu aongee. Praise the Lord. This sort of calling, ministering to those who are in need. Even though you are saved, you don't have a heaven, but you all know what you are doing. Praise the Lord. This is the ministry we can do. We can be happy. We may not have the money to help other people, but you have God. We have our God. May not have what we want. That's what I was telling today. I may not have all that you are telling me, but we have a God. And one can do that to take care of you. This is what Joseph did. Why he suffered? The other God. Simuniambie hizo ndoto tumewafanya Mungu watu ambao mimi ndio Biblia. Simuniambie tafadhali Mungu. Yule anasema Biblia ni Mungu. Na hata yeye kupatia kwa sababu ya ndoto. Hao ndani ya tayari tunao mikono. Ndio ndio. Hata Farao mwenyewe anaota dunia. Alimwambia na mmoja akamwambia ndio akamwambia wewe utarudi kazi. Ndio akamwambia wewe kwa kazi. Ndio hapo amesema kama ndio yako itakuwa chini kwa Mungu wako. Nimesema utanyoka. Bwana asifiwe. You are too late. Ndio ndio mpaka kwa watu hii ni mapenzi. Hapo unaona. Hapo unataka kusema wewe utaenda Mungu hata kurudisha. Kile wewe ndio ndio. Nasikia kwa sababu kwa Mungu ndio. Mbele sasa utakosa ndio hapo. Tuwe tunapea kutoka kwa Mungu. Sio kubaisha watu. Kubaki tunakuwa Mungu atajua. Na hiyo ndio imefanya pale sasa. Sasa nimwambia mtajua. Because you came from God. Or if you come. In this power, it is possible to be forgotten. Ignored by those who have heard you. Huyo ambaye anataka akarudi kazi. Joseph alikuwa amemwambia na ukifika huko afadhali pale nini? Unikumbuke. Sio kusaidia. Kirudi huko kumbuka kwenda kuokoa hebu ya kale. Anasaidia wale wengine wanatoka, mwambie mfalme na jamaa kwa huko. Anaozea tena. Lakini jamaa wakati alirudi kwa kazi. Hiyo maneno ya Joseph tasimama. Ndio watu wengine wanafanya. But believe you forget me. I'm not forgotten by God. People may forget you have them. No, that's not what I'm saying. What do we need to have you there inside? I'm saying what I'm saying. Kaya makakapita ako tayo. Nagbiyak na si mama na pamilya. Sino ba siya tena? Para people may forget you this for God. But God will never forget. Kaburi dati sa ganito. Dati sa ganito. There's something interesting about you.
It says that it came to pass when Joseph was come that there is a ship God 41, 42, 41, 42. Genesis 41, 41, 43. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestments of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried before him, bore the lead, and he made him ruler of the land of Egypt. Psalm 105, verse 17. Psalm 105, verse 17. The Bible says, whose feet they had with fetters, he was laid in iron. 37:23 tumesoma vile kwamba ndugu zake walikuwa kana kakoti kwa madharau, mtoto wa kweli kazi. What about the one Genesis 41 verse 1 kwa Biblia. Bible imesema Joseph aliwekwa pete, Joseph aliwekwa anilo, haya alifuliwa, lakini hakuitwa. Alisafirishwa kwa miguu, according to Psalm 105 verse 6. They bruised his feet with shackles. Alikuwa miguu yake minyororo wakati alikuwa anasafirishwa kwenda kwa Potifa. That is Psalm 105:18. Whose feet they had in fetters, he was laid in iron. Shingo yake imewekwa kitu ya chuma. Basi yote Mungu alibadilisha. Baadaye akapoa ile alibuliwa, Mungu akaleta nuru. Baadaye alinyororo a chain of gold over his neck. Praise the Lord. Watu wanakupatia, wakufue mavazi, wakuaibishe, lakini kuna siku inakuja usimame mbele yako. Mungu akiwa amekuinua, amekuweka the chain of gold, meaning the favor of God. Mungu akiwa amekutoa kwa zile shida ambazo umekuwa ukipitia kwa sababu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Take heart, child of God. You may be hard, maybe bruised, but today is time, if you know, to go in the presence of God. There was a day that God will make sure that they know you are truly a child of God. Bwana asifiwe. Miaka 10 Joseph saba silent. Alitoka akiwa na 17. Bible inasema aliingia huko, alitoka jela akiwa na macho. Hapo ndipo alitoka jela. Jela kwa sababu. So for all those years, Joseph suffered silently. God was preparing Joseph for a very senior post in Egypt. Hii inaitwa shule ya Mungu na haina mchezo. The school of God. Wewe ukikumbuka hivyo. Na shule ya Mungu sio kama sehemu. To prepare a man like Joseph for such a post. Binadamu anayepeleka the best universities. We get people to the best universities to prepare them. They come out of the university with the doctors, degrees. We prepare people for so many years to make them responsible. Biashara, ofisi, shule ya ni sawa. Lakini shule ya Mungu inaitwa the University of
advance. Niandike hapo. God's University of Advanced. Na hiyo Mungu anaamua katika miaka. Ni Mungu anaamua sasa tuwe na kitu kinaitwa pako. Praise the name of the Lord. Na kuweka kwa ile factor of humanities. So humanity. Factor of humanities. Pungangana. Rabu akwambie bado na course imebakisha. A course in immorality. Na lecturer anaitwa Mrs. Potter. Ile ndio lecturer wake. Na course yake ni immorality. Praise the name of the Lord. And God will help you to pass. The years of advancement for Joseph were the years of advancement. Wakati advancement inapita mwisho, tunaanza advance. From there, the life of Joseph ilikuwa ya kupiliwa magoti, ilikuwa ya kupiliwa simuti. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wanamuondokea na wao walikuwa wamesema Joseph akipita na challenge ni challenge mayowe ikiwa watu waondoke, lakini hawa walikuwa na president responsibility hiyo wakati wa Farao haikuwa segere ni sauti za watu kila kando kando karibu Israeli msukuni Praise the Lord. Daya karakter kaki mukai Yesus kwa boleh ada bikin si herap ada nama Tuhan. Orang saya tidak Yesus bukan orang dia betul. Praise the name of the Lord. Sebab years of suffering are all. Despopovas imefanya kazi sasa ni destiny. Hiyo mambo ya Joseph inanena nasi kuhusu our Savior Jesus Christ. Jesus Christ himself for all the same time. Today he is in heaven in glory. Hata sisi wapendwa, safari yetu ya wokovu hata kama itakuwa na Despopovas, wengine zile na uchungu, maumivu, kutoelewa, Despotovini rasmi ya kwamba tutafika kilele. Nani anajua huo wimbo? Tumalize nao ndio pastor atupe. Haya kilele, our destiny. Isimame. Jesus Christ is Savior. Unaweza kuwa tumetoka huko chini ya mlima.
kuna neno ambayo limekuwa ikihubiriwa kila mahali kwamba Mungu alikuwa anamsubu. Mungu alikuwa anamsubu akiota ndoto, hata wakati ndugu zake walikuwa kuwashika Bwana alimsubu Yusufu alikuwa pamoja na yeye, hata wakati aliwekwa chini ya mikono ya Waisraeli akawekwa na akavutwa kama mtumwa, akaenda kuuzwa katika nyumba ya Potifari. Biblia inatuambia kwamba Mungu alikuwa katika nyumba ya Potifari, akaibariki kwa Mungu alikuwa anashukuru. Kwa hiyo ili amana sana tunapoanza mwaka huu wa 2026, tunapoendelea na huu mwaka wa 2026, na tunatamani sana, nituombe sana, nitutafute Mungu sana awe pamoja nasi. Tutamani katika mioyo yetu ya kwamba tusiwe peke yetu, tusitembee safari tukiwa peke yetu, lakini Mungu wetu awe mbele yetu, awe pamoja nasi hata tunapoendelea na safari ya mwaka huu wa 2026. Muhimu sana kwamba Mungu akiwa pamoja nasi wako kinyume na wewe. Washukuru jina lako kwa sababu ya neno lako ambayo limetupitia usiku wa leo. Wasema asante kwa maana Bwana upo pamoja nasi, Bwana upo pamoja nasi, Bwana upo pamoja nasi. Nani yetu Bwana utembee nasi tunapoendelea katika mwaka huu, hata kama kuna changamoto za watu, hata kama kuna changamoto za biashara, hata kama kuna changamoto za uchumi, hata kama kuna changamoto yoyote ile tunakutana nayo Bwana, tuone Kristo kuwa na tufurahie ya kwamba hatuko peke yetu, uko pamoja nasi. Tuwaridhike ya kwamba hatuko peke yetu, wewe Mungu uko pamoja nasi, na mambo yote tutakayokutana nayo yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, vilivyo yalivyo, Bwana Mungu, tusibabaike moyo,
imani kwamba Mungu wetu mambo yote yanafanya kazi kwa wema, kwa sisi Bwana ikitutengenezea njia hiyo kwenye hatima ya maisha yetu. Mambo yote ambayo yako mbele yetu, hata kama ameweka Bwana, hatutaogopa, kwa maana yote tutayapanga ili ya kutumikisha kwenye destiny yetu. Ewe Bwana, tunakushukuru, tunatembelea sana katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana.